Bwana, siku ya jana timu ya Simba Sports Club ilikuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilali, mchezo ambao ulitamalaki ama ulikamilika kwa jumla ya goli 4-1, kwa maana Simba Sports Club ilikubali kichapo cha bao 4-1. Ni mchezo wa kirafiki wakati wakiendelea na kile kipindi cha likizo kidogo kabla ya kuendelea kwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, lakini pia kabla ya hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Sasa kiukweli, ukiangalia namna ambavyo Simba Sports Club ilivyocheza na Al Hilali, unapata picha ya kwamba Simba bado inahitaji mabadiliko makubwa sana. Inahitaji mabadiliko kuanzia mchezaji mmoja mmoja, kuanzia katika benchi la ufundi, lakini pia namna ya kuorganize timu kama timu, kwa sababu ukiangalia performance ya mchezaji mmoja mmoja, unagundua kuna wachezaji ambao bado wanacheza chini ya kiwango kile ambacho tulikuwa tukikitarajia, lakini pia hata performance ya timu unaona hakuna muunganiko kabisa. Yani ni sawasawa na wachezaji ambao wanatoka klabu tofauti tofauti, alafu uwaweke siku moja tu katika tunaweza kusema katika muunganiko wa siku moja, then upeleke kwenye mechi, manake hautaona ile chemistry ya wachezaji wale. Kwa hiyo Simba Sports Club bado kabisa, yani ukiangalia muunganiko hakuna, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ukiangalia unaona bado viwango vyao si vile tulivyovitarajia, ama si viwango vya kucheza timu kubwa kama Simba. Sasa hii inaleta taswira gani? Inaleta taswira ya kwamba pengine Simba Sports Club wasipofanya mabadiliko ya kiufundi, basi kuna hali mbaya sana mbele katika hatua zinazofuata hizi, hususan katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hata kwa kujaribu kutafuta ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ya NBC Premier League, kwa sababu tumeona timu za msimu huu kidogo zimekuwa advanced, manake zimeboreka katika namna fulani hivyo. Ukiangalia Azam kiukweli wamekuja na usajili bora sana, ni sajili ambayo pengine itaenda kutikisa, lakini pia hata uwepo wa Ibenge kwa Azam FC manake inaongeza kitu, inaongeza thamani. Na ukiangalia hata michuano ya shirikisho ambayo mechi za awali walizocheza, unaona ni timu ya aina gani, lakini Simba ukiangalia unaona muunganiko hakuna, na hii inawezekana tu ikapata ushindi kwa timu zile ndogo ndogo, lakini ikikutana na timu ambazo zina experience, zina ushindani sawa na wao, basi nafikiri Simba ni rahisi sana kupoteza. Kwa hiyo kuna namna benchi la ufundi liangalie, lakini pia hata uongozi waangalie benchi la ufundi, kuanzia meneja mpya huyu Suleiman Matola ambaye ni msaidizi pia. Je, wanashirikiana vipi katika kuitengeneza Simba ambayo kila mwanachama, kila shabiki wa Simba, lakini pia hata wana michezo ambao si mashabiki wa Simba watamani kuona ubora wa Simba ile ambayo tulizoea, Simba ya kina Louis Mixon, Simba kina Clatous Chota Chama, Simba ya kina nani, ni ile Simba ambayo nafikiri ilikuwa ina standard kubwa sana, Simba ambayo ilikuwa inaishia hatua ya robo fainali mara 4 mfululizo katika kombe la klabu bingwa. Ndio Simba ambayo nafikiri mashabiki wengi wa Simba na wana michezo kwa ujumla wa Tanzania wanahitaji kuiona, lakini kwa sasa Simba hii tunaweza tukasema bado ni Simba mbovu, bado ni Simba ambayo haina muunganiko, bado ni Simba ambayo inahitaji maboresho ya ziada ili kufanikisha ubora wa Simba ule ambao uliipeleka hadi katika 5 bora za vilabu bora barani Afrika. Una maoni gani kuhusiana na mechi hii ya jana ya Simba kupoteza? Lakini pia je, unaonaje kiwango cha meneja mpya wa klabu ya Simba? Kinafaa ama kinaleta taswira ya Simba kuwa bora, ama pengine bado kuna mushkeli? Tuandike maoni yako kwenye comment section, usisahau kubonyeza neno subscribe, utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports. Hii ni Mwaki Sports, tukutane katika next video.